kukua kwao kwa rohoni kukakoma, wakajikuta wanaishi tabia za mwilini. Wanaweza kusengenyana, wanaweza kunung'unika, wanaweza kufanya dhambi kama watu wengine wa kawaida. Ndio maana Paulo akaandika akasema kwenye kitabu cha Ibrania sura ya 12 mstari wa 15, mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu. Maana yake neema inaweza kupungua, na neema inapopungua, Mkristo huyu aliyekuwa anamcha Bwana vizuri, aliyekuwa na hofu ya Bwana, aliyekuwa anamtumikia Mungu vizuri, aliyekuwa anampenda Mungu vizuri, unaona mabadiliko pia yanatokea katika maisha yake. Ile hali ya kwanza aliyokuwa nayo kumpenda Mungu inakosekana. Ile furaha aliyokuwa nayo ya kwanza ya kumpenda Mungu inakosekana. Ile hali aliyokuwa nayo ya kwanza ya kutumia Mungu inakosekana. Kila chochote ambacho ni cha Bwana kinakosekana. Maana yake hapo tayari amepungukiwa na neema ya Mungu katika maisha yake. Shida ya uchungu imeibuka kwenye moyo wake. Na maandiko yanasema ya kwamba asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu. Vitu vya dunia vinageuka vinakuwa ni kipaumbele katika maisha yake. Kama vile Esau, neema ya Mungu ilipopungua katika maisha yake, tumbo, chakula vilikuwa ni vitu vya muhimu sana katika maisha yake. Akawa hata tayari kuuza urithi wake, akapoteza haki ya kumzaliwa wa kwanza. Wakristo wengi wanapoteza haki zao mbele za Bwana kwa sababu ya mambo mbalimbali yaliyopo duniani, kwa sababu neema ya Mungu ilipungua katikati ya maisha yao. Ndio maana Paulo akasema mkiangalia sana, yaani angalieni sana, neema ya Mungu isipungue katikati ya maisha yenu. Maana neema ya Mungu ikipungua, ziko tabia za mwilini zitaibuka tena. Kama kwa hao watu tabia za mwilini ziliibuka tena, wakajikuta ni washerati, wakajikuta ni wagomvi, wakajikuta wanasengenya, wakajikuta wanaishi katika tabia za kawaida za mwilini, ijapokuwa wanaenda kumwabudu Bwana. Ndio maana Paulo akaandika akasema hivi, na tuwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Na tuwe na neema, mambo yake tukue roho, neema ya Mungu iongezeke. Na ibada inaanzia kule nyumbani, ukiwa na mke wako, ukiwa na watoto wako, vile mnavyosemeshana, vile mnavyoongea. Neema ya Mungu inapopungua, uwepo wa Mungu unakosekana, utukufu wa Mungu unaondoka, fellowship yako na Roho Mtakatifu unakosekana. Ule uzuri uliokuwa nao mwanzoni moyoni mwako kwa ajili ya Mungu, unamfurahia Mungu, hata kuteseka kwa ajili yake unakosekana ule uzuri. Ule uzuri uliokuwa moyoni mwako unakufanya ulipe gharama, hata wakikucheka, hata wakikudharau, unasema nimestahili haya kwa ajili ya Bwana. Ule uzuri unakosekana. Ndio maana Paulo akasema ni vizuri mioyo yetu ifanywe imara kwa neema ya Mungu, ili uzuri wa Kristo uendelee kukaa ndani ya mioyo yetu. Na huo uzuri wa Kristo unapoendelea kukaa ndani ya mioyo yetu, utakuwa tayari kulipa gharama kwa ajili ya jambo lolote. Utakuwa tayari kulipa gharama kwa ajili ya Kristo katika eneo lote lile, maana ndani yako uzuri wa Kristo umefunuliwa kwa neema ya Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Utamshangilia Bwana kwenye moyo wako, utamfurahia Bwana kwenye moyo wako. Leo kuna watu ukizungumza habari ya kumtumikia Mungu wanasikia vibaya, wakati wengine wanasikia vizuri. Wanasema tuko tayari kumtumikia Bwana, hata kama ni kwa kufa, wacha tufe kama Yesu alivyolipa gharama. Tutamtumikia Bwana mpaka mwisho, hata kama ni nyakati za uzee, maadamu tuko hai tutamtumikia Bwana. Leo kuna vijana wanaacha kumtumikia Bwana, leo kuna wamama wanaacha kumtumikia Bwana. Mwingine analeta sababu, nimechoka. Maana yake neema ya Kristo imepungua ndani ya moyo wa mtu. Haoni uzuri wa Kristo katikati ya maisha yake tena, haoni utamani wa kifo cha Kristo kwa ajili ya maisha yake tena. Ndio maana Paulo akawaandikia Waebrania, ni vizuri mioyo yenu ifanywe imara kwa neema ya Mungu. Na mioyo yetu ikifanywa imara, nataka nikwambie mpendwa, utauishwa, utajengwa tena upya, utaimarika tena rohoni, utasikia wewe uko pamoja na Bwana. Ndio maana Paulo katika safari yake ya mwisho
ya kwenda kuwatembelea, anafika mahali anasema hivi, maombi yangu ni haya, na waweka katika neno la neema ya Kristo ambayo itabaki ikiwajenga na kuwapa urithi pamoja na watu wote waliotakaswa. Neema ya Mungu ni ulinzi kwa waliookoka. Amen. Amen. Neema ya Mungu ni ulinzi. Ulinzi wa roho. Ulinzi wa roho. Haleluya wapendwa. Amen. Na waweka katika mikono ya neno lake la neema. Sio kwamba Paulo anaomba maombi ili mradi anaomba. Hapana. Alijua anaweza kuomba maombi mengi, lakini alijua maombi yenye nguvu ambayo inaweza kuleta mabadiliko na yatabaki yakileta mabadiliko katikati ya maisha ya watu hawa. Licha neno la neema katikati ya watu hawa libaki kwenye mioyo yao, libaki likiwajenga na kuwapa urithi pamoja na watu wote waliotakaswa, wote wanaopenda injili ya neema ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haya yalikuwa ni maombi ya Paulo ya mwisho. Na alipomaliza maombi hayo Paulo akaondoka, hakuonekana tena. Akamaliza safari yake. Haleluya wapendwa. Amen. Haleluya wapendwa. Amina. Aliwaanza wanaume na wanawake hawa aliowahubiria kwa miaka mingi na neno la neema na maombi ya neema ambayo yatabaki yakiwajenga na kuimarisha na kufanya wawe na ulinzi wa Mungu juu ya maisha yao. Bila neema ya Mungu hatuwezi. Neema ya Mungu sio pambio, sio maneno yanayosema neema. Ni kipawa, ni karama, ni uwezesho wa Mungu. Amen. Amen. Ni kipawa, ni karama ya Mungu, ni uwezesho wa Mungu katika maisha yetu, ili tuishi maisha yale ambayo Mungu anataka, ili tutembee ambayo Mungu anataka, ili tuabudu Bwana vile Mungu anavyotaka, ili tumtumikie Mungu vile Mungu anavyotaka. Ndio maana neema ya Mungu inagusa maeneo yote. Ukiwa kwenye majaribu, neema ya Mungu itakuja kutia nguvu. Anasema neema yangu ya kutosha. Ukiwa kwenye uhitaji, Mungu ataachilia neema yake ili uwe na riziki za kila namna, ili uweze kumshukuru Mungu, ufanye kwa kila tendo iliyojema katikati ya maisha yako. Ukiwa kwenye magonjwa, neema ya Mungu iko mahali pale ili akuponye magonjwa yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndio maana Paulo akasema jambo moja, nimejua jambo moja, neema yake yatosha katika maisha yako. Neema yake ndio utoshelevu wako. Haleluya. Kuna Wakristo wanarudi nyuma kwa sababu wao kwenye njaa, na kuna Wakristo wanarudi nyuma kwa sababu wao kwenye baraka. Kwa hiyo sio kaniambia, unajua mimi kwa sababu niko kwenye mateso nimepungukiwa. Wako watu wamepungukiwa wanarudi nyuma, na wako watu wao kwenye baraka sana. Hizo baraka zinawafanya wanarudi nyuma. Neema ya Mungu ndio utoshelevu peke yake. Ukiwa kwenye majaribu, itakamata mkono uvuke. Ukiwa kwenye baraka, itakamata mkono uvuke. Hizo baraka zisisumbue moyo wako, wala zisitawale maisha yako. Abakie kuwa ni Mungu juu ya maisha yako peke yake. Kwa maana unahitaji neema ya Mungu. Haleluya. Haleluya.
Haleluya wapendwa.